Karibu tena kwenye channel yetu Ajira Update, na kama tunavyofahamu tunaendelea kupokea maswali kwa njia ya comment ama maoni ambayo inabidi tuwe tunayasoma, kila mtu awe anaona. Hivyo tumepokea comment na hii ni baada ya kuupload makala ambayo inazungumzia umuhimu wa JKT baadaye, maana baadaye ama siku zijazo, siku za usoni, bila kuwa na JKT itakuwa ngumu sana kujiunga kwenye vyombo vya ulinzi. Naomba nisome comment hapa tu preview kwa pamoja. Yes, anaitwa George Michael, anasema vigezo vya ajira vinaenda kinyume na malengo ya kuwaandikisha vijana katika mafunzo ya JKT. Tumechanganya sana mambo na kubagua vijana wetu katika ajira. Ninaomba ni mjibu kutokana na uelewa wangu George Michael. Iko hivi, kwangu mimi kwa taarifa nilizozisikia ya kwamba kwa baadaye, yani mfano watu ambao wamechaguliwa kwenda kujiunga na JKT kwa njia ya mujibu, itakuwa ngumu sana kwao kama hawatoenda, maana baadaye kila jeshi linaweza kuweka kigezo cha JKT ili mtu kuweza kutimiza sifa za kujiunga kwenye jeshi husika. Lakini kwangu mimi hii naweza ona kwamba ni ajenda ambayo itachukua muda kidogo, kwa sababu kwa sasa hivi tunatambua ya kwamba JWTZ mara nyingi ndio huwa wanatoa kigezo cha uwe na cheti cha JKT. Tumeona hata posti iliyotoka mwezi uliopita walivyotangaza watu kuandikishwa jeshini, moja ya kigezo ilikuwa uwe na cheti cha JKT, umepita either kwa mujibu au kwa kujitolea. Lakini mbeleni nadhani hata jeshi la polisi, jeshi la magereza, jeshi la zimamoto nadhani wanaweza kuja kuanza kutumia hichi kigezo. Kwa nini? Kwa sababu wanatem kwamba mtu aliyepita JKT anakuwa na uzalendo, alafu haitamuia vigumu sana yeye kuendana na mazingira ya kazi ama kuendana na mazingira ya mafunzo, anakuwa amekwisha yapitia. Umenielewa? Kwa maana hiyo nadhani hii ni ajenda ambayo itakuja kuanza kutumika. Lakini tusisahau ya kwamba kuna baadhi ya posti ambazo tushawaiziona nyuma, mfano jeshi la polisi wanasema kwamba kijana awe amehitimu labda kuanzia 2017 kwenda juu ndo wanahitajika. Hujawahi kutana na posti kama hizo kipindi cha nyuma pale? Kwa hiyo nadhani hivyo vyote wanaweza kuvitumia kwa baadaye. Kwa maana hiyo, wewe kama umechaguliwa kwenda kujiunga na JKT, basi jitahidi sana ufike. Na tumeona kwamba kamanda mkuu wa JWTZ amesema kwamba watu ambao walishindwa kufika makambini kuripoti, maybe kwa sababu ya kukosa nauli au kwa kukosa watu wenyeji wa kuwapeleka, wanaweza kuripoti kwenye makambi yaliyopo jirani yao, makambi ya karibu na makazi yao. Waripoti, wafanye mazoezi hapo ama watumikie depo hapo. Kwa maana hiyo, wewe ambaye haujachaguliwa pia, hii ni fursa wewe kujipeleka kwenye kambi ya jirani na uweze kupata mafunzo. Kwa mbeleni haya majeshi, hata jeshi la polisi nadhani watafikia hiyo hatua, watakuwa wanatumia sana kigezo cha JKT, kuwa lazima uwe na sifa ya kigezo cha JKT. Kwa maana hiyo tutumie fursa. Mimi nimewaelewa sana. Ukifikiria kwa mbali sana utaona kwamba baadaye itakuwa bila JKT kupata kazi za ulinzi itakuwa mtihani. Kwa maana hiyo tumia hii fursa. Asante kwa kunisikiliza. Kama una maoni yako pia share kwenye comment. Chao.